mstari wa 7 hadi mstari ule wa 10. Wafilipi sura ile ya 3 mstari wa 7 hadi ule wa 10. Maneno ya Mungu yanasema, lakini mambo yale yaliyokuwa na faida kwangu naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Naam, zaidi ya hayo nayahesabu mambo yote kwa ajili ya uzuri usio na kifani wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikiyahesabu kuwa kama mavi, ili nimpate Kristo, tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani, ili nimjue yeye. Narudia mstari huu wa 10, ili nimjue yeye na uwezo wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nirudie tena kuwasalimu katika jina la Yesu. Nina furaha kwa sababu wewe umefika mahali hapa siku hii ya leo. Mungu wa mbingu na nchi akubariki sana. Kufika kwako ni baraka. Kufika kwako ni uzima. Kufika kwako utapokea msaada wa Mungu. Kufika kwako utapokea kitu cha kipekee. Katika siku ambazo tumekuwa mahali hapa, kuanzia mkutano wetu umalizike, kuna mambo ambayo nilikuwa nawafundisha waongofu wapya. Kwenye utangulizi ambao nilikuwa naweka msingi, niliwaambia wale waliookolewa ya kwamba wanapaswa wamwamini Mungu. Lakini wanapomwamini Mungu wamwamini na Yesu Kristo. Na nikawaambia kwamba Mungu anawapenda. Na hata leo nataka ujue wewe uliyefika hapa, ambaye hauko hapa sasa, haukuwepo kwenye hiyo semina, lakini umefika hapa, mwamini Mungu, mwamini Yesu, jua ya kwamba Mungu anakupenda. Lakini kwenye kuamini unapaswa kuamini tu. Yaani kitu kingine kisikutoe nje ya ile imani ambayo Mungu tayari ameshakuweka, ya kwamba unamwamini Mungu, unamwamini na Yesu Kristo. Kitu kingine chochote kisikutoe pale. Endelea kusimama katika msingi huo, utauona mkono wa Mungu na utaziona nguvu za Mungu. Kwa nini unamwamini Mungu? Kumwamini Mungu, nilikwambia Mungu anakupenda. Mwanadamu anaweza akakwambia anakupenda, lakini kweli sio kwamba anakupenda. Mwanadamu anaweza akakwambia anakupenda, lakini ndani ya moyo hayuko hivyo kama anavyosema. Lakini Mungu akisema anakupenda, ni kweli anakupenda. Na ndio maana alimtoa Yesu ili afe kwa ajili yetu, atuokoe kutoka katika nguvu za giza. Baada ya hapo ya kukwambia endelea kuamini tu, na endelea kushikamana na imani, endelea kusimama katika imani, nilikwambia kuna mambo muhimu unayopaswa kufahamu. Moja ya jambo ni nini ambacho kilitokea wakati ulivyotubu, wakati ulivyomwamini Yesu, wakati ulivyompa Yesu maisha. Ni nini ambacho kilitokea? Nikakwambia vitu vilivyotokea ambavyo leo siwezi kurudia. Lakini siku iliyofuata nikakupa kipengele kingine cha pili kinachosema unapaswa kufanya nini. Wewe uliyetubu, wewe uliyemwamini Yesu, unapaswa kufanya nini? Na siku ya tatu, kipindi cha tatu, nikakwambia
unapaswa kufahamu mambo gani? Moja ya jambo ambalo niliwaambia wale watu waliofika ni hatari ya mtu ambaye amemwamini Yesu, ametubu, ameungama, kurudi nyuma. Kuna hatari isiyo ya kawaida ambayo iko nyuma ya huyo mtu kama hatapata tena neema. Na juzi Jumatatu nikasema jambo lingine unalopaswa kulifahamu. Juzi Jumatatu unalopaswa kufahamu ni umuhimu wa kuendelea kumjua Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na leo nataka niendelee na hili, umuhimu wa kuendelea kumjua Yesu, ambapo nilisoma maandiko haya ambayo niliyasoma siku ile ya Jumatano au siku ya Ijumaa, siku ya Jumatano, sura ile ya 3 mstari wa 7 hadi wa 10 katika kitabu cha Wafilipi. Na nilisema katika maandiko hayo watu wengi ambao wanaokoka mara nyingi hawaelewi umuhimu wa kuendelea kumjua Yesu. Yaani pale wanapopokea kile kitu cha kwanza alichokuwa na kihitaji, kama ni amani aliyokuwa na hitaji, akishaipokea basi hana haja tena ya kusonga mbele. Kama ni uponyaji aliyokuwa na uhitaji, akishapokea basi hana haja tena ya kukazana. Kama ni kazi aliyokuwa na hitaji, akishapokea anaona ametosheka. Lakini Paulo anasema mimi sitosheki katika kutaka kumjua Yesu. Mara nyingi tunamjua Yesu kiwango kidogo sana, hatumjui kwa viwango vile ambavyo Mungu angetaka tujue. Na ndio maana mara nyingine unaweza ukakuta watu waliookoka wana shida nyingi tu. Unajiuliza kwa nini mtu amemwamini Yesu, mtu anakuja kanisani, lakini kwa nini kuna shida? Kuna upande ambao amemwamini Yesu, na katika ule upande akapokea, akamjua Yesu kwamba ni wa jinsi fulani, lakini hakutamani tena kusonga mbele. Kwa hiyo kuna vitu vingine ambavyo vinamfuata. Lakini wewe ambaye umemwamini Yesu, nataka kila siku uelewe ya kwamba kumjua Yesu ni kupya kila leo. Hebu sema amen. Hebu sema amen. Kama juzi ulimjua ya kwamba yeye ni mwenye kubariki, yeye anatoa amani, yeye ni mponyaji, lakini kesho na kesho kutwa utamjua kivingine tena. Haleluya, haleluya. Utamjua kivingine tena. Na hii ndiyo sababu ambapo kila mtu anapaswa kuendelea kukazana ili aendelee kumjua Yesu zaidi na zaidi. Kipaumbele chako katika maisha yako kinatakiwa kuwa nimjue Yesu, nimjue zaidi na zaidi. Usitosheke kwa ile jana ulivyomjua au kwa juzi ulivyomjua. Yesu kila siku ni mpya. Kila unavyomwendea ukitaka kumjua zaidi, utaendelea kuona mambo makubwa zaidi katika maisha yako. Na ndio maana Paulo anasema kuna uzuri usio na kifani katika kumjua Yesu. Na mimi nataka nikuambie, kila unavyoendelea kumjua kuna uzuri wa kipekee, kuna uzuri usio na kifani, kuna uzuri ambao utaupata. Kuna vitu vingi sana utavipokea kwa jinsi unavyoendelea kumjua Yesu kila leo. Hebu sema amen. Na nikakwambia kuna njia ya kumjua Yesu. Kuna kumjua kwa njia ya ufunuo. Mungu anakufunulia, anakuonyesha kwamba Yesu yuko namna hii. Lakini nikakwambia kuna njia nyingine ya ufunuo wa maandiko. Maandiko yanamfunua Yesu ni wa namna gani. Na nikakwambia unapomjua Yesu unamjua na Mungu Baba. Hebu sema amen.
Huwezi ukamjua Mungu Baba kama hujamjua Yesu. Yesu anasema mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Hebu sema amen. Ukimjua Yesu utaendelea kumjua na Baba pia. Na siku ile zilizoendelea nikakwambia ya kwamba maandiko yanaonyesha ya kwamba Yesu ni wa namna gani. Tukaona jambo la kwanza kabisa, Yesu ni mponyaji. Hebu sema amen. Nikawaambia wale waliokuwepo, mtu akikuuliza Yesu ni nani, unaweza ukamjibu tu kirahisi, ni mponyaji. Ulimjua kama Mwokozi wakati alivyokuokoa, lakini sasa unapaswa kumjua kama mponyaji, na uendelee kukaza ya kwamba Yesu ni mponyaji. Uendelee kuamini ya kwamba Yesu ni mponyaji. Uendelee kung'ang'ania ya kwamba Yesu ni mponyaji. Na nikakwambia anaponya nini? Nikakwambia anaponya magonjwa yote. Magonjwa yote ya mwili anaponya. Hakuna ugonjwa ambao Yesu alishindwa kuuponya. Lakini kila aliyekutana naye, aliyemwamini, aliyehitaji kuponywa, Yesu alimponya. Hebu sema amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ni nani? Ni mponyaji. Hebu sema amen. Kwa hiyo endelea kusimama katika hiyo. Endelea kukiri ya kwamba Yesu ni mponyaji. Ukiamka asubuhi unasema Yesu nakushukuru kwa sababu wewe ni mponyaji. Yesu nakushukuru kwa kuwa wewe ni mponyaji. Mungu ninakushukuru kwa kuwa wewe ni mponyaji. Nikakwambia kitu kingine anachoponya ni hisia zetu, majeraha tuliyoyapata. Kuna watu ambao hawana amani, kuna watu ambao hawana furaha, kuna watu ambao ndani wameumizwa mara nyingi. Lakini ukweli ni huu ya kwamba Yesu anavyokuja kwako na kujifunua kwako ni mponyaji. Anaponya miili, lakini kuna mambo ya ndani anatuponya zaidi. Na nikakwambia hakuna tatizo kubwa kama ugonjwa wa ndani. Ndani kukiwa kugonjwa, hata mwili unaweza ukawa mgonjwa. Kwa hiyo lazima uelewe ya kwamba Yesu anaponya mwili na Yesu anaponya ndani. Kuna mtu anatembea hana amani, anafadhaika, usiku halali, mchana akitembea ana mashaka. Na mara nyingine wale wanaoendesha magari wanakuwa makini. Unaweza kumkuta mtu yuko barabarani katikati, haelewi kinachoendelea. Kwa nini? Huku ndani amevurugwa. Kwa nini ubongo wake umevurugwa? Kwa nini moyo wake umevurugwa? Lakini mtu kama huyu akikutana na Yesu, akili inakuwa timamu. Sema amen. Moyo unakuwa timamu. Sema amen. Hisia zinakuwa timamu. Sema amen. Anakuwa katika hali ya utimamu, kiakili, kiroho, kimwili, anakuwa na utimamu wa kila namna. Na asubuhi hii ya leo nataka nirudie tena kukwambia, usikubali kufadhaika, usikubali kukosa amani, usikubali kuhangaika. Yuko Yesu, anaponya mwili na anaponya roho pia. Lile linalokusumbua moyoni anaweza akaliondoa. Lile linalokusumbua ndani ya akili anaweza kuliondoa. Lile linalokufanya usiwe na furaha anaweza akaliondoa ukawa na furaha. Ndio maana alisema, njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Ukienda kwake kama umesumbuka na ukasema Yesu wewe ni mponyaji, unaponya mwili, unaponya roho, unaponya na akili, atakuponya. Haleluya, haleluya. Mpende huyu Yesu, mwamini huyu Yesu, mfuate huyu Yesu, endelea kumjua huyu Yesu. Uliokoka zamani, sema nataka nimjue Yesu zaidi. Uliokoka jana, sema nataka nimjue Yesu zaidi. Wewe juhudi zako, nataka nimjue Yesu zaidi. Paulo akasema, kukazana kwangu, bidii yangu, juhudi yangu, nataka nimjue Yesu. Hebu sema amen.